Ripoti yetu ya leo inaeleza kwamba kuna ugumu fulani wa kufikia makubaliano kati ya Marekani na Iran. Ugumu huu unatokana na mambo matatu. Jambo la kwanza ni mpango wa nyuklia wa Iran. Iran bado hawako tayari juu ya suala la nyuklia, hasa uranium iliyorutubishwa kuondolewa kupelekwa Marekani au kuharibiwa kabisa ndani ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, na ndio maana imesema kwamba wapo tayari juu ya usitishaji wa mapigano, lakini ndani ya siku 60 kuwe na mjadala mzito na wakina kuhusu suala la nyuklia ambalo kwa muda mrefu limekuwa na upinzani mkubwa. Iran imesema kamwe haitengenezi silaha za nyuklia, lakini mataifa magharibi pamoja na Marekani na Israel hawakubaliani na kile kinachoelezwa na Iran kwamba hawatengenezi silaha za nyuklia, na ni kutokana na kurutubisha uranium hadi 60%, kwa maana ni asilimia chache zilizosalia kwa wao kutengeneza silaha za nyuklia. Jambo hili limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu, na mwaka 2015 ulisainiwa mkataba ulioyahusisha mataifa yanayomiliki silaha za nyuklia, ikiwa ni yale ya magharibi pamoja na Marekani. Lakini jambo pekee ambalo bado limekuwa ni kizungumkuti ni kwamba wa Iran wanasema hawana mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia, lakini urutubishaji wao pia wanasema wanaweza wakaupunguza. Kiongozi mkuu wa Iran kupitia wasaidizi wake aliwahi kutoa taarifa kwamba mpango wa nyuklia wa Iran utasalia kuwa ni wa amani, lakini pia hawatakubaliana na kile kinachoelezwa kwamba kutolewa kwa uranium iliyorutubishwa kupelekwa katika mataifa mengine. Ilidaiwa kwamba Urusi ingeweza kuchukua uranium hiyo iliyorutubishwa, lakini pia Iran ilikataa hilo. Sasa hapo ndipo palipokuwa na kizungumkuti. Suala la nyuklia la Iran bado ni kizungumkuti kwa sababu hakuna maelewano mpaka sasa. Hata wapatanishi walitoa taarifa yao kwamba huenda kukasainiwa mkataba huo, na mkataba huo kimsingi bado umekuwa na utata na kuna uwezekano usisainiwe, na hata baadhi ya viongozi nchini Iran wakisema kwamba kuna uwezekano mkubwa kusisainiwe mkataba huo. Jambo la pili ambalo linasababisha kutosainiwa kwa mkataba huo na kwamba kuna utata wa kumalizika kwa vita kati ya Marekani na Iran ni namna ambavyo Israel inaendeleza mashambulizi huko nchini Lebanon. Lebanon imeripoti mashambulizi mapya ya anga ya Israel kusini mwa nchi hiyo, muda mfupi baada ya jeshi la Israel kuamuru wakazi katika maeneo 20 ikiwemo mji wa Nabatia kuondoka kabla ya mashambulizi yake. Vyombo vya habari vya serikali ya Lebanon vimesema mashambulizi hayo yamelenga vijiji vya Rihan na Sujud vilivyo karibu na Nabatia. Jeshi la Israel liliwataka wakazi kuhama mara moja kuelekea kaskazini mwa mto Zaharan, eneo ambalo mwezi uliopita lilitangazwa kuwa uwanja wa mapigano. Hata hivyo, hii ni moja kati ya sababu ambayo ilifanya Iran ifanye mashambulizi dhidi ya Israel, na baada ya hapo mashambulizi makubwa zaidi yakafanywa na Marekani pamoja na Israel kwa mara ya pili. Hezbollah ilisema wapiganaji wake wamekabiliana na wanajeshi wa Israel waliokuwa wakisonga mbele kusini mwa Lebanon. Zaidi ya watu 3,700 wameuawa Lebanon tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi makubwa ya anga na uvamizi wa ardhini. Makubaliano ya kusitisha mapigano ya Aprili hayajaheshimiwa, huku mazungumzo ya Washington yakishindwa kuleta utulivu. Rais Joseph Aoun anasema Lebanon inakabiliwa na jaribio la kihistoria kati ya umma kuunga mkono serikali yenye wajibu wa kutoa ulinzi au kubaki mateka na makundi ya wapiganaji. Hata hivyo, moja kati ya makubaliano ya sasa ambayo wa Iran wanayataka ni pamoja na Israel kuacha kuishambulia Iran, jambo ambalo pia limekuwa ni mtihani kwa IDF kuacha kufanya mashambulizi. Hili pia linadhihirisha kwamba kuna ugumu katika makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Lakini jambo la tatu ni kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz ambao bado umefungwa. Marekani inatarajia kufunguliwa kwa mlango huo wa bahari wa Hormuz, na sababu ya baadhi ya mashambulizi yake iliyoyafanya ni kutokana na kufungwa kwa lango hilo la bahari la Hormuz, ambalo baadhi ya meli ambazo zilikuwa zikipita katika eneo hilo zilikuwa zikilengwa. Na mnamo siku ya Jumanne ya wiki hii, Iran ilitangaza kufunga tena mlango wa bahari wa Hormuz, kwamba mlango huo hautapitika tena. Na hata wakati huu ambapo Rais Donald Trump anatarajia kuona kufunguliwa kwa lango hilo la bahari la Hormuz, ambalo ni muhimu kwa ulimwengu, hasa kutokana na kwamba ndio eneo pekee linalopitishwa karibia 20 hadi 25 ya mafuta ulimwenguni kote, limesababisha hali ya upatikanaji wa mafuta duniani kuwa mgumu, lakini pia hali ya uchumi kuzidi kuporomoka kwa sababu upatikanaji wa mafuta ni mdogo mno kutoka katika eneo hilo.
Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio ripoti tuliyokuwa nayo. Bila shaka na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue nini kinachojiri duniani.